hauna complication, yani sihitaji kukaa kwanza kufiga out. Huyu mwanaume anawaza nini? Napenda the way mke wangu ni mzuri. Sweet. Sweet. Okay, kwa hujawahi kunitamkia maneno mabaya. Uko supportive hata kwenye vitu vya ajabu. Yeah. Welcome Mr. Gitano. Kama unavyomwona Jacqueline wa Kristo. Yeah. Karibu sana kwenye channel ya Wakristo Family. By the way, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika channel hii tunashare video za mahusiano ya ndoa, mahusiano ya familia, michezo, just fun and good moments. Karibu sana na tunafurahi kwa kuwa umekuwa pamoja nasi na umelanded kwenye channel yetu. Yes babe? Kabisa. Kama ni mara yako ya kwanza kuwa nasi leo, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe ili uweze kuendelea kupata video zetu zaidi na zaidi tunapozidi kushare na nyie, ili uweze kupata nafasi ya kuwa mwana familia wa Wakristo Family. Video leo inahusiana nini? Kila mmoja kati yetu, mimi na mke wangu, inabidi tutaje vile vitu ambavyo tunavipenda. Yaani mimi nitaje vitu ninavyovipenda kwa mke wangu na yeye avitaje vya kwake anavyovipenda kutoka kwangu. 10 vitu 10 kila mtu. Nataka uanze wewe baby, sababu na hisi utanigeza. Okay, basi cha kwanza kabisa mimi ninapenda siangalie. Unaangalia? Mimi sijaona. Siangalie. Okay, sawa, sijaona. Nimeviorodhesha jamani. Nimekaa nimewaza nikasema la, hivi kweli vitu navipenda. Cha kwanza kabisa napenda the way mke wangu anapompenda Mungu. Kwenye swala zima la imani yako, I just like the way unaishi nayo, namna unavyoenenda kwenye maisha yako kwenye swala la imani ya Mungu. Naofu sana ya Mungu, hiyo swala nalipenda sana. Mmoja kati ya vitu ninavyopenda kutoka kwako. Thank you. You're welcome. So ajabu ni kwamba mimi mwenyewe ya kwanza niliandika hivyo. Yaani niliandika his love for God. Kumbe? Mimi napenda na the way anavyompenda Mungu ni tofauti. Unajua vile tunavyojua kwamba tukiona labda mwanaume anampenda Mungu, labda awe mtumishi kanisani, awe mwinjilisti, mchungaji, tunakuwa tunafikiria watu wa namna hiyo, watu ambao wanaomba sana, sio kitu kibaya, lakini ana mahusiano yake yeye binafsi, jinsi yeye alivyo na karakta yake na tabia zake na vitu ambavyo anavipenda, ana mahusiano yake binafsi na Mungu. Yaani hayo mahusiano, it is not even religious, so mambo ya kidini, so vile vitu ambavyo tunakuwa tunafundishwa au tunakalili, yani tunaenda kidini, lakini yeye ana mahusiano yake personal na Mungu, which I love that about you. Okay. Napenda the way mke wangu ni mzuri. I love the way my wife is so beautiful. Namuona jamani tabasamu lake. Nampenda sana, yani sana. Sijawahi kumchoka. Baby, unajua sijawahi kuchoka. Yaani uzuri wako unaona kila siku. Mungu amekuumba vizuri wewe. Mshukuru sana Mungu. Mshukuru sana Mungu wewe. Kwa mimi hapa namshukuru Mungu kwa ajili yako yani. Kanipa mke sio tu ana hofu ya Mungu, ila ni mzuri. Nilitamani sana, mimi nilikuwa na hichi kitu ndani yangu before sijaoa, maisha ya ujana, kabla hata sijakutana na mke wangu. Nilikuwa nawazaga mke wangu atakuwaje. Nilikuwa nawazaga kitu cha kwanza kuendana katika masuala ya imani, yani kwamba ninachokiamini mimi na mwenyewe yae the same, yani tuwe katika mstari mmoja kwenye swala zima la imani. Sio swala la dini, swala la imani. Imani ni tofauti na dini. Sasa Mungu akanipa na package nyingine, akamleta mzuri. Sio tu ana package moja hiyo kwamba ana hofu yake na nini, akamleta mtu mzuri. I love the way you're beautiful way. Asante. Mpaka nina sweat. Jamani. Sweat. Okay, pole. Asante baby. Your turn. Okay, Ningine nimeandika kitu kingine ambacho napenda kuhusu mume wangu. Napenda the way una support ndoto zangu,
kwanza unazielewa. Mimi naona wewe ni mtu pekee ambaye umeweza kuelewa ndoto zangu na malengo yangu, lakini hata hivyo namna the way una react na vitu ambavyo nakuambia kuhusu ndoto zangu na malengo imenifanya niwe free sana kukuambia vitu ambavyo navitamani kuviachieve zaidi, kwa kuwa una ile understanding, unanijali, yani una understanding, unaelewa, afu unanisupport. Hata kama nikiwa nimechoka unakuwa unani encourage, kitu hicho napenda sana. The way unaniombea kwenye ndoto zangu na mipango yangu, nashukuru sana, ni kitu ambacho nakipenda na nakiadmire sana kutoka kwako. Nisitaka kulia. Kwani najikuta nataka kulia. Yes. Okay. Yeah. Yeah, kwa hiyo tunapenda the way una support ndoto zangu. Hata nikiwa nafanya kitu, labda nafanya kitu ambacho kinaelekea malengo yangu na ndoto zangu, labda nikiwa kwenye changamoto, the way unanitia moyo, yani unaniambiaga vitu kwamba ni kama wewe unatabiri, sijui wewe unatabiri mafanikio yangu kwenye kitu, yani kwenye kitu ambacho mimi sioni. Sawa, nakuwa na malengo, lakini nikipitia changamoto kuna namna najisikia kukata tamaa, lakini the way unakuwa unanitia moyo, yani I appreciate. Thank you very much. Appreciate. See you. Thank you, babe. Wewe tangu nimekutana na mke wangu hujawahi kunitamkia maneno mabaya, hujawahi kunitamkia neno lolote ambayo ni negative kwa namna yoyote, hata kwenye vipindi ambavyo nilipitia, ambavyo nilikuwa kwenye darkness, nilikuwa sioni, sina, yani na future, lakini ile future yangu imebebwa tu na hope, yani sioni kitu mbele, nilikuwa tu na ile matumaini. Kwa hujawahi hata kutumia hiyo nafasi kunitamkia maneno yote mabaya. Hichi kitu namshukuru sana Mungu kwa ajili yako, na napenda sana, yani nakupenda pia. Yeah. I love you. I love you too. Kitu kingine ambacho napenda kuhusu mume wangu cha tatu, mume wangu ni anachekesha. Yani ukimwona public jinsi alivyo serious, yani public alivyo serious, lakini vituko anavyonifanyia. Sasa staili zako unazocheza baby, natamani ungewachezea. Hiyo package kwa ajili yako. Yeah. Yani napenda the way unanichekesha, yani una vitu vingi ambavyo vinanichekesha. Hii staili yako Aya. Unaipenda sana. Napenda the way mke wangu amenikubali na madhaifu yangu. Nikisema hivyo namaanisha kwamba ukiachana na namna ambavyo mimi nipo, vitu ambavyo una appreciate, vitu ambavyo unaona ni vizuri kwangu, haimaanishi kwamba sina madhaifu. Na naamini kabisa Mungu amenipa mke wangu kwa ajili ya kukamilishana kwenye pande hizo. Sijakamilika. Kwa hiyo napenda the way ambavyo amenikubali tu nilivyo. Kuna muda nakuwa yani kuna moments yani udhaifu unaonekana, naweza nikasema. Lakini hujawahi kuchukulia kama hivi ukakata tamaa ukafanyaje. You always by my side. And I'll always be by your side. Thank you. Kitu cha nne ambacho napenda kuhusu mume wangu ana show affection. Yani ni mtu ambaye ananionyesha, sio tu ananiambia ananipenda, ananionyesha kama ananipenda kwa kushow affection. Ana show love practically. Okay. Which I appreciate by the way. Na nikiwa labda na feel emotion na kulia, anajaribu kunielewa na kunisikiliza na kuni encourage.
kuniombea. Yes, I love that. Napenda hivyo, the way you show affection to me, baby. Okay, baby. You're welcome. Thank you. Licha ya mimi kuwa fani jamani, mimi napenda tu the way mke wangu yuko so supportive. Napenda the way mke wangu nikikwambia labda fanya kitu fulani ambacho labda mnacheza style fulani, waga unacheza, yani moja kwa moja waga usiti. Yeah. Yeah, kwa hiyo hicho ni kitu ambacho yeye supportive mwanangu unaiongelea. Uko supportive hata kwenye vitu vya ajabu. She's so fun, yani amechangamka. Ya chame. Sijajua nje kwa watu lakini unakuwaga hujachangamka wewe. Yeah, kwa sababu ya personality. Yeah. Naweza nikasema kwa sababu mimi personality yangu kwa jinsi ninavyojiona mimi ni introvert. Naweza nikasema hivyo. Ingawa sometimes nikiwa na watu ambao labda nimewazoea sana, na kuwa kuna namna nakuwa nimechangamka na kuwa extrovert. Okay. Kwa hiyo naweza nikasema nje ni mkimya. Siongei sana kwa sababu tu ya personality yangu. Ila nipo na wewe sasa, wewe umenikubali jinsi nilivyo, nimekuzoea. Yeah. Kwa lazima nijiachie. Okay. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nakipenda sana guys. Yaani mke wangu mwenyewe ana style zake. Anasema mimi nina style zangu lakini yeye mwenyewe ana style zake. Hapana. Umeniga twende sasa. Nyeke. Mwingine. Namba 5. Okay, kitu kingine ambacho napenda kuhusu mume wangu. Mume wangu mzuri sana. Huyu ni mwanamume mchapa kazi sana. Yaani unachapa kazi, unapambana kwa ajili ya tuishi maisha mazuri. Mimi napenda the way unafanya kazi, napenda your work ethic, namna unavyofanya kazi zako. Na leo napenda the way unapambania ndoto yako. Wewe umebarikiwa sana kupiga gitaa, na siku zote wanakuambia itafika kipindi ambacho utapiga gitaa, sio tu watu watakuwa entertained, ila nafsi za watu zitaponywa, kama Daudi alivyompigia hivi. Alimpigia nini? Sauli. Alimpigia Sauli nini? Ile ni I don't know. Ni harp sijui. Yeah. Kama Daudi alivyokuwa anampigia ile harp King Saul. Kama ni kinubi, kitu kama hicho. Kinubi. Na akawa nafsi yake inashibishwa, nafsi yake inapona. Basi na wewe itakuwa hivyo hivyo kwako. Ipo siku watu wengi watapona hata magonjwa kwa wewe tu kupiga gitaa, kwa sababu utakuwa tu kupiga gitaa. Kila ambacho utakuwa unakipiga kitakuwa kimejazwa na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa watu wengi watapokea uponyaji, watajazwa na Roho. Kwa wewe tu ukiwa unafanya hicho kitu. Kwa mimi napenda the way unakifanya. Sure. And the way una work hard pia kwa ajili ya familia yetu tuishi vizuri, na naamini this is the lowest we have ever been. Maisha yetu tunaoishi ndio maisha sasa, tukisema labda umaskini tukikompea sasa kwenye sisi hapa maisha yetu, basi ndio hapa tupo kwenye maisha ya kimaskini. The way unafanya kazi na malengo ulionao juu ya familia yetu, tutakuja kuwa mbali sana, yani tutakuja kuwa matajiri, tutakuwa wealthy. Yeah. Okay, nashukuru. Nafarijika sasa nikisikia maneno haya kutoka kwako mke wangu. Napenda sana mke wangu the way anajifunza. Anapenda kujifunza vitu. Anakuwa kwenye passion. Yaani anakuwa passionate na vitu vipya kama editing na nini. Hicho ni kitu ambacho ujue baby sijaye kukuta nacho. Yeah, ila ni kitu ambacho yani amekuwa expert. Mimi kuna vitu vingine najifunza kupitia kwake. Kupitia yeye, yani ananifundisha mambo ya CapCut, si nini, fanya hichi, fanya hivi. Kwa hiyo napenda the way mke wangu anajifunza vitu. Anapenda sana kujifunza. Hichi ni kitu kizuri baby, usiache. Asante. Yeah. Kitu kingine ambacho napenda about you, my husband. Napenda macho yako. Kumbe nishakwambia napenda macho yake, namna anavyoniangalia. Yao na macho mazuri, yani nayapenda, they are perfect. Yaani Mungu alifanya kazi nzuri. Yeah. Kitu ambacho nakipenda, yani napenda sana macho yake, napenda namna anavyoniangalia. Okay. Aidha akiwa na furaha au akiwa serious, hata akiwa tu ananiangalia, napenda. Yeah. Kweli. Una macho mazuri sana. Kweli umesisitiza hicho kitu. Mimi sijiona, najiona na macho makubwa tu ya kawaida. Una macho mazuri sana baby. Asante mke wangu. Thank you so much.
Napenda sana the way mke wangu anielekeza vitu kwa namna nzuri. Unajua sisi wanaume tuna ile, hata kama kitu hatukifahamu hatupendi kuelekezwa kwa namna, yani kama vile tunakuwa degraded, yani kama tunashushwa, yani kwamba wewe hujui kitu, hebu subiri nikwambie. Mke wangu hicho kitu hana, hajai kunifanya nikafeel, yani kajiona mdogo kwamba kuna vitu sivijui, kuna vingi sivijui anavifahamu. Hata namna anavyonielekeza masuala ya mitazamo, yani tunatofautiana vitu. Kuna muda mtu unakuwa na mtazamo tofauti na mwenzako, lakini haimaanishi mtazamo wako ni sahihi. Kwa hiyo kuna muda ananielekeza, najiona kabisa kweli kuna vitu nilikuwa naviwaza naviona kwa namna hii, kumbe sio, ni namna hii. Nielezeaje? Yani unafanya vizuri baby, sema ukweli. Thank you. Mimi napenda hicho kitu. Another thing meona sio. Kitu cha 7 ambacho nakipenda kuhusu mume wangu mzuri, napenda the way you are very kind. Okay. Very kind. Na nilikuwa nakwambia kipindi tunaanza mahusiano, mimi sijai kuona mwanaume kama huyu. Yani sawa, nimekuwa kwenye mahusiano mengine, lakini character ya mume wangu ni character ambayo yani sikuwahi ku-experience kwenye maisha yangu. Kuona the way anatreat watu. Kwanza the way ananitreat mimi, yes, vitu vya kawaida. Unakutaba kiatu kamba ya kiatu imetoka, kiatu changu. Hata kama tukiwa public kuna watu wengi, ni sehemu ya msongamano wa watu wengi, ataichuchumaa, atanifunga. Mbona kawaida? Afya naona kawaida. Umeona? Sio kawaida. Sio kawaida babe. Yani very kind, the way ananitreat mbele za watu, ananitreat kwa very, yani ananitreat kwa kindness, na hicho kitu hujawahi kuacha babe, tangia tu kwenye mahusiano tumeanza mpaka leo, na najua hautakuja kuacha kwa sababu ni character ambayo wewe unayo. Lakini pia the way uko kind kwa watu, yani wewe ni mtu mwema sana kwa watu, na hiyo inaonyesha tu pia, inaonyesha kwa namna unavyosalimia watu. Yani hauna pride, hauna majigambo, hauna ile kujisikia, kujiona. Yani mtu unaweza ukamsalimia humjui, lakini ukamsalimia kama unamjua, yani ukamsalimia kama mtu, yani unamchangamkia mtu vizuri. Kwa hiyo napenda the way you are kind. Napenda the way mke wangu yuko na passion na kile ambacho anapenda kukifanya, kama content. Yani yuko passionate, unamwona kabisa yuko passionate. Ataamka atawaza hichi leo nitafanya nini. Muda mwingine hata mimi nakuwa nawaza vitu vingine, labda nashughulika na mambo mengine, lakini ataniambia bebe, baada tutarekodi hichi, kesho wewe tutafanya hivi, tujienge ratiba labda ya siku tu ya kurekodi tu. Yani hicho ni kitu ambacho nimekiona kwako, na hii ni kitu ambacho ninakipenda, na kwamba uko passionate na kitu ambacho wewe unapenda kukifanya. Kwa ni vitu ambavyo mimi napenda sana kukuona ukiona namna hii. Kitu kingine ambacho nakipenda kuhusu mume wangu hapa, napenda the way unanisaidia kazi za nyumbani. Najua sio kitu ambacho unakipenda, yani una enjoy kukifanya, lakini unafanya kwa sababu unanipenda, kwa sababu unataka kunisaidia na kunipunguzia mzigo, kwa sababu kuna muda nafanya kazi nyingi na ninachoka. Kwa hiyo kwa sababu unanipenda, basi inakupush kunisaidia. Kwa hiyo napenda sana, nakushukuru sana the way unanisaidia kufanya kazi za nyumbani, the way ukiniona nashughulika na hiki afu na kazi nyingine unaifanya bila shida yoyote, bila malalamiko yoyote. Yani ni kitu ambacho namshukuru Mungu. Lakini sio kama nikupo asingefanya, kwamba yani kama angekuwa mtu ambaye hafanyi ingekuwa ni tatizo, lakini the fact anafanya hicho kitu ni kitu ambacho yani kinanifanya nimpende more and more and more, na mu appreciate more and more and more, na namuona attractive every day. Kabisa. Pointi ya 9 ni kisa ambacho napenda kuhusu mume wangu, it's just a simple man. Hayupo complicated, hana changamoto nyingi. Yeye ni mwanaume ambaye iko simple, anapenda maisha simple. Hivyo tu, yani napenda the way haupo complicated. Mambo yako tu ni yamenyooka, yameeleweka, unajua unachokifanya na unakifanya, unachokiamini ndio unachokiendea.
unachokiwaza ndo unachokiongea na ndo unachokitenda. Hauna complication. Yani sihitaji kukaa kwanza kufigure out huyu mwanaume anawaza nini au anafanya nini. Yani no, I know him, na kwa sababu mambo yake yapo simple na yamenyooka. Kwa I love the way you are. Very simple, babe. Thank you. Napenda the way una upendo na kila mtu. How? Unaisha? Yani napenda the way mke wangu ana upendo na kila mtu. Yani sio mtu wa chap chap kujadi. Yani kwamba kakutana tu na mtu fanya hichi. Japo watu wengi wanaweza kumtafsiri kwa namna fulani tofauti kutokana na personality alionayo. Mtu kama hajamzoea anaweza kakaa asiwe free sana na yeye kuongea, kufanyaje, kuchangamka, japo imaanisha hata ongea kabisa. Ila tu ni mtu mwenye upendo. Uko tayari kushare yale mazuri ya kumsaidia mtu. Yani hicho ni kitu ambacho mimi nakipenda. Napenda ni ndio unapenda. Au nipendi tu mimi au mpendi tu Mungu, ila uko unajali watu wengine pia. Unajali familia yako, familia yangu, unajali watu wengine. Asante. Okay. Kitu ambacho cha mwisho ambacho nakipenda kwa mume wangu kinafanana na hicho. Lakini mimi napenda the way unanipenda. Kuna muda wanaona I don't deserve, kwa sababu unanipenda, ninaona yani I appreciate the way unanipenda mume wangu. So that marks the end of our video. Wewe na mpenzi wako mnaweza mkakaa na mkaambia vitu gani unapenda kuhusu mpenzi wako. Ni vizuri kukaa kuongea vitu, vinasaidia kujiwana zaidi na kuelewana na kuelewa tu mpenzi wako anakufikiria vipi na anakuona vipi. Asanteni sana kwa kuangalia video yetu mpaka mwisho. Tunawapenda. Tunawapenda sana watazamaji wetu, familia ya Wakristo. Karibuni sana. Kama wewe ni mpya, bonyeza subscribe button ili uweze kujiunga nasi kuwa mwanafamilia wa Wakristo family. Pia unaweza kulike, comment na kushare ili wengine wapate ujumbe na video hii waweze kuburudika na kujifunza mitazamo, kuona namna ambavyo wanaweza pia na wenyewe waka-apply kwenye mahusiano yao na ikawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Mungu awabariki sana. Until next time. Bye. Sawa.